Bado Chief Godlove ameendelea kumwandama Pipi Jojo kwa kila ambacho Pipi ameweza kukisema, kwamba Chief Godlove mpaka sasa hivi anaendelea kumtishia. Ameweza kushare ujumbe ambao unaonyesha dhahiri kabisa kwamba kweli kuna sintofahamu juu yake pamoja na Chief Godlove. Na moja kitu ambacho Chief Godlove ameweza kukizungumzia kwenye huu ujumbe ambao Pipi Jojo ameweza kushare ni kuhusiana na sakata la ujauzito wake, lakini pia na swala zima la kila ambacho Pipi Jojo amedai kwamba pesa zote ambazo aliweza kutumia kipindi ambacho alikuwa kwa Chief Godlove. So ameweza kuandika hapa ujumbe huu ambao ameweza kuomba msaada kwa watu wamsaidie jinsi gani ambavyo anaweza kuepukana na hili sakata ambalo Chief Godlove anadai kwamba Pipi Jojo hawezi kuishi kwa amani, na hiki ambacho pia ameweza kukinclude hapa. Tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho wa hii video nikusomea ujumbe huu ambao Pipi Jojo ameweza kushare kuhusiana na kile ambacho kinapelekea Chief Godlove aweze kumtishia. Lakini yote kwa yote, naomba nikukumbushe mda wangu, tumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako. Mimi naitwa Gabi Official na hii ni Bongo Vibe. Subscribe alafu tuanze tu moja kwa moja. Sasa Pipi Jojo ameweza kushare ujumbe huu hapa hivi, hapa na nukuu. Ameandika hivi: natishiwa jamani, akaweka emoji za kulia hapo juu. Akasema naambiwa kabisa nikaombe msamaha na kurudisha pesa zote nilizotumia. Ananiambia atanitoa kafara kisa mimba yake. Sijawahi kumbebea mimba na sijawahi kujua mimba inakuaje, lakini naambiwa nimetoa mimba yake. Nimemwomba msamaha lakini bado anasema atahakikisha nalipia gharama zote nilizotumia na mimba yake haipotei bure. Nisaidieni jamani, nifanyeje? Ameweka emoji ya kulia hapo mwishoni. So hapo ukiangalia kimezungumziwa moja kitu ni ujauzito ambao Pipi Jojo anasema kwamba hajai kumbebea ujauzito Chief Godlove na hajui hata mimba wage inabebwaje. Lakini cha pili hapa kilichozungumziwa ni pesa ambazo Pipi Jojo alizitumia kipindi ambacho alikuwa anaishi na Chief Godlove, ambapo kwa mujibu wa hiki ambacho kimeandikwa ni dhahiri Chief Godlove anataka Pipi Jojo aweze kurudisha gharama zote ambazo alizitumia. I don't know kama kuna usalama kweli ambao unaonyesha Pipi Jojo aliondoka kule akiwa yani kwa nia nzuri au vipi. Lakini pia ukimwangalia Pipi Jojo vizuri utakuja kufahamu kwamba jinsi alivyo sasa hivi na jinsi alivyokuwa before kuna tofauti. Ni dhahiri hapa kuna asilimia nyingi za kwamba Pipi Jojo ametoa ujauzito, na ndio maana Chief Godlove ameweza kufikia hatua hii. Kama angalia sasa hivi Pipi Jojo kwenye kifua chake, lakini pia jaribu kukompea na zile picha za kipindi kifupi kilichopita, kwa mfano mwezi wa 12 mwaka 2025, utapata jibu sahihi la kwamba kuna mabadiliko makubwa sana kiasi cha kwamba inaonekana kama ni mtu fulani hivi ambaye alikuwa na indicators za kuwa na ujauzito. Lakini yote kwa yote, comment yako nipi kuhusiana na hiki, na una kipi labda cha kumshauri Pipi Jojo kuhusiana na hii situation ambayo anapitia sasa hivi? Unadhani nini hasa ambacho anatakiwa afanye ili mwisho wa siku aweze kuwa salama zaidi? Na je, unadhani Chief Godlove amekosea katika hili au anatafuta namna ya kumpoteza kabisa Pipi Jojo? Comment yako ikihusika hapo chini utakometisha sana, na muhimu zaidi usisahau kusubscribe kwa sababu kuna story nyingi zaidi ambazo mimi nitakuwa nakuletea hapa. Mimi naitwa Gabi Official na hii ni Bongo Vibe. Mpaka wakati mwingine, bye bye.